Diamond hakuwahi kuwa mshikaji wangu. Alikuwa akiniita kaka. Kipindi tunakutana kwa sababu mimi dada yake ni Dalini, ni best yangu hivi muda mrefu. Kwa aliweza kunikutanisha naye, kukutana naye siku moja, niliona naye. Sasa hivi vizuri. Na vile vile naweza kusema kwamba mimi ndo nilitoa ruhusa ya Diamond akaweza akarekodiwa kwa Bob, kwa sababu mimi na Bob tulikuwa tuna cabinet yetu pale. Kwa hawezi kufanya kitu mpaka mimi useme. Kweli nilipigiwa simu wakati niko Marekani, nikaweza kuruhusu hilo swala. Nikamwambia kama anaimba vizuri kwa nini usimrekodie? Na akarekodiwa basi. In a good way. Nimefurahi kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Issue ya wewe kusema kwamba wewe ndio ulitoa ruhusa kwa Roho Safi kwamba mrekodi kama anajua mrekodi aimbe, and then ikaja ku backfire, yeye na Bob Junior wakaanza kugombania jina la Wasafi. Wewe ni moja kati ya watu ambao wana own studio, na wakati ugomvi wake yeye na Bob Junior unaendelea, wewe lazima ulikuwa unahusika hata kama ulikuwa huko kwenye picha. Mimi uwaga si mshindani siku zote. Mimi na focus sana kwenye kazi, nafanya kazi kweli vizuri. Before Diamond anakuja, alitoka kwenye gazeti imeandikwa kwamba mimi ndio fimbo ya Alikiba nikuja kumfunika. Nadhani alinunuia muda mrefu. Unafikiri magazeti yana vitu vingi? Maybe he did, maybe he did not. Yeah. Mshawahi kuliongelea hilo swala? Hajawahi kuliongelea, lakini kwa mimi kwa sababu nimekwambia sifuatilii hivyo vitu. Lakini nimeshawahi kukaa na Diamond katika mikutano ya shows ambazo tunaitwa pamoja wasanii. Mimi napendaga kuongea naye kama mdogo wangu. The way nilivyokuwa nikimtreat ni kama wadogo zangu wengine wakina Bob Junior. Nilimsikia akiongea sana kwamba nimekufunika kwenye show fulani. Kwa kweli the way nilivyokuwa namtreat kama mdogo wangu. Kwa hiyo lazima respect ipotea sana katika kunifunika. Mimi sio mtu wa kumind salama. Kwa hiyo chukua anaongea, anafurahisha, hata kama amenifunika mimi naweza kumpigia makofi vile vile. Sinataka afanikiwe. Kwanza nafurahi. Napenda sana challenge. Lakini challenge is good. Inakufanya unaamka. Kitu ambacho kilikuwa kina happen tukiwa karibu hivi ni hivyo vitu ambavyo akizungumzia tu. Funika siku ni fulani. Nikawa nikitoa video nasikia maneno. Sikii nimetoa nyimbo hii ikatoa hii. Lakini sijai kumsikia mwenye akisema. Ila watu wake na karibu wana na akikufikia unajua kabisa hili limetoka kwake. Unaweza kumjua mtu tabia yake kwa kumwangalia, kwa kuishi naye. Kwa hiyo kipindi kile ambacho nimeishi nao, mimi narudi kutoka Amerika, wakati nimemruhusu hapa sijajua nakuja nakuta nyimbo imehiti. Na kufika pale nakuta maneno Mbagala hiyo. Ile kamwambia. Nakuta maneno pale studio Sharobaro. Na mimi hivyo vitu siwezaji, nikasema mimi nataka nikuachie wewe uendelee na vijana. Mimi niache tu kama ni vile ukinihitaji naweza kuja kokote, mimi nitakupa support. Mimi ndugu zangu nimetoka mbali sana. Sasa hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nimeamua. Baada ya hapo nikasikia tena mengine kwamba Ale amenikimbia.